Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Leo tarehe 14 Januari tunasherehekea sherehe ya Mtakatifu Sava wa Serbia askofu. Sava alizaliwa mwaka 1175 katika familia ya kifalme nchini Serbia. Sava alikuwa mtoto wa tatu wa kiume wa Mfalme Stefano wa kwanza wa Serbia. Alipotimiza umri wa miaka 17, alijiunga na utawa wa monaki wa Mlima Athosi nchini Ugiriki. Miaka 4 baadaye, baba yake mzazi alijivua madaraka ya kifalme na kujiunga na utawa huo. Baba na mwanae walishirikiana kuanzisha nyumba ya utawa kwa ajili ya wamonaki wa Kiserbia, ambayo hadi leo ni nyumba hiyo ni moja wa monasteri 17 maarufu sana nchini Ugiriki. Sava alifanya kazi ya kutafsiri vitabu vitakatifu katika lugha ya Kiserbia. Mpaka leo hii vipo vitabu vya maandiko matakatifu na liturujia alivyoandika Mtakatifu Sava ambavyo vinatunzwa kwa heshima yake katika monasteri kule Athosi, Ugiriki, alivyotia sahihi yake: mimi monaki Sava, asiye na thamani na mvivu. Mnamo mwaka 1208 Padre Sava aliteuliwa kuwa askofu mkuu wa kwanza wa nchi ya Serbia. Mara kadhaa alizoea kujitenga na watu na kwenda kukaa porini ili apate kuchota nguvu za kuendelea na utume wake. Akirudi Serbia kutoka nchi ya Bulgaria, alipokwenda kwa ziara ya kichungaji, njiani alianguka na kuaga dunia tarehe 14 Januari mwaka 1237. Sava alisali sana, alifanya bidii kubwa katika kuhudumia waamini wake kiroho na alikuwa mtu mfurahivu. Mtakatifu Sava ni msimamizi wa taifa la Serbia. Anaheshimika sana na Wakristo wa madhehebu ya Orthodox na pia kanisa la Katoliki. Siri ya utakatifu. Tafakari hii ya maisha ya Mtakatifu Sava inatufundisha kusali, kujitolea, kuhudumiana, kuwahudumia watu wenye hali zote, hasa wale wenye uhitaji maalum. Huu ndio utume aliofanya Mtakatifu Sava. Tumsifu Yesu Kristo. Mtakatifu Sava, utuombee.